Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kizimkazi kumenoga. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama alivyonitangulia mwenyekiti wangu, na ratiba yetu ya tamasha itakuwa ina pande mbili. Kwanza kuna matukio ambayo yatafanyika kabla ya uzinduzi wa tamasha lenyewe, lakini matukio mengine yatafanyika ndani ya tamasha lenyewe. Kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 17 Julai tutakuwa na mafunzo maalum kwa sekta 7: wajasiriamali, wakulima, wavuvi, wasanii, wafugaji, mafunzo ya utalii na walimu wa mashule watapatiwa mafunzo maalum. Tarehe 16 mwezi wa 7 kutakuwa na dua maalumu ya kuwaombea marais wetu wawili na taifa kwa ujumla. Dua hii itafanyika katika uwanja wa Mnazi Mmoja mjini Zanzibar, na dua hii itatolewa na viongozi wa dini tofauti tofauti. za Zanzibar hii. Tarehe 18 Julai ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na dua ya kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, pamoja na wazee wa eneo la Kizimkazi waliotangulia mbele ya haki. Dua hii itafanyika katika msikiti mkuu wa Kizimkazi Mkunguni. Lakini tarehe 18 hiyo kuanzia saa 3 hadi saa 6 mchana hapa kwenye Kwanza Hoteli kutakuwa na makongamano la nishati asilia, ambalo kongamano hili linaratibiwa na wizara ya analiratibu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukianza na ratiba yetu, ufunguzi rasmi kama alivyoeleza mwenyekiti utakuwa ni tarehe 19 mwezi wa 7. Dr. Hussein Al-Mwinyi kama kawaida atalizindua tamasha letu asubuhi samani, na katika tamasha hilo kutakuwa na mashindano ya marathon kwa wenyeji na wageni kutoka nchi mbalimbali. Kutakuwa na upimaji wa afya, uzinduzi wa maonyesho na mambo mengine. Mchana kutakuwa na mechi ya mashabiki wa Simba na Yanga ambayo itafanyika katika uwanja wa Jamhuri Makunduchi, na usiku wake utakuwa ni shindano lile la Modern Tarab. Mashindano haya yatafanyika katika uwanja wa Suluhu Academy kwenye jukwaa maalum. Hiyo ni siku ya kwanza ya tamasha. Siku ya pili ya tamasha itakuwa ni siku ya kuyafunga yale mafunzo yaliyotolewa kabla ya ufunguzi wa tamasha. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 20 mwezi wa 7 atayafunga rasmi mafunzo hayo. Baadaye mchana kutakuwa na mashindano ya kuhifadhi Qur'an, yatafanyika katika skuli ya sekondari ya Asnu Makame. Mashindano haya yatawahusu wanafunzi wa madrasa mbalimbali katika wilaya hii na mkoa wa Kusini kwa jumla. Na usiku itakuwa ni shindano la muziki wa dansi kama alivyoeleza mwenyekiti. Bendi ya Sikinde na Msonongoma watakuwa uwanjani siku hiyo. Siku ya tatu ambayo ni tarehe 21 kutakuwa na bonanza la michezo ya wanafunzi wa skuli za maandalizi na msingi wa mkoa wa Kusini kwa ujumla. Yatafanyika katika uwanja wa Suluhu Academy kwenye jukwaa maalum. Lakini mchana kutakuwa na michezo ya asili ya Wazanzibari, bao, karata, drafti na michezo mengine, kuvuta kamba na mambo mengine. Yatafanyika hapo hapo kwenye uwanja wa Suluhu Academy. Na usiku siku hiyo kutakuwa na mashindano ya muziki wa Singeli. Tarehe 22 ambayo ni siku ya 4 asubuhi
kutakuwa na mashindano ya mbio za baskeli. Mbio za baskeli kama kawaida zitakuwa za aina 3. Kwanza wataalamu, pili wenyeji, na 3 watu wenye ulemavu. Lakini pia kutakuwa na mashindano ya chemsha bongo kwa wanafunzi wa skuli za sekondari. Mashindano hayo yataanzia na kuanzia, lakini yatamalizia katika uwanja wa Suluhu. Saa 6 mchana mpaka saa 8 kutakuwa na zoezi la kurejesha kasa baharini kutoka hoteli ya hapa jirani hapa, Asalam Hotel. Watarejeshwa kasa baharini ambao wanahifadhiwa pale wakiwa wachanga au wanaumwa, wanatibiwa, wanapata afwa. Kwa hiyo siku hiyo watarejeshwa baharini. Na usiku wake siku hiyo itakuwa ni usiku wa ngoma za asili. Ngoma hizi za asili karibu kila mkoa utawasilisha kikundi kimoja cha utamaduni. Siku ya 5 ambayo ni tarehe 23 mwezi wa 7, saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana kutakuwa na mashindano ya mbio za ngalawa pamoja na kuogelea katika ufukwe wa Kizimkazi Mkunguni. Lakini saa 9 hadi saa 11 jioni kutakuwa na fainali ya mpira wa miguu kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 wa wilaya hii ya Kusini. Fainali hii itafanyika katika uwanja wa Jamhuri Makunduchi, lakini kama mambo yatakwenda vizuri basi huenda nayo ikafanyika katika uwanja wa Suluhu Academy. Inategemea matayarisho na maandalizi yatafikia wapi. Lakini usiku kutakuwa na mashindano ya kidumbaki. Vikundi mbalimbali vya vidumbaki vya Zanzibar vitashindana katika uwanja wa Suluhu Academy. Siku ya tarehe 24 ambayo ni siku ya 6 asubuhi kutakuwa na uzinduzi wa uwanja wa kufurahishia watoto eneo la Kibuteni. Uwanja huu tayari umeanza kazi kuanzia sikukuu ya mfungo mosi kwa majaribio, lakini juzi sikukuu ya mfungo 3 ilikuwa ni mchezo wenyewe halisi. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atauzindua huo uwanja rasmi. Lakini saa 8 mchana hadi saa 10 Mheshimiwa Rais Dr. Samia atatembelea maeneo ya maonyesho, mabanda ya maonyesho mbalimbali. Na usiku siku hiyo kutakuwa na mashindano ya tarabu asilia yakiambatana na vichekesho. Wale wachekeshaji mahiri wa Tanzania hii watakuwepo Suluhu Academy katika kunogesha hiyo siku. Siku ya 7 ya tarehe 25 kutakuwa na uzinduzi wa skuli ya sekondari Makunduchi, ikiwa ni miongoni mwa miradi ya maendeleo ya tamasha hili. Mwenyewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya uzinduzi huo kule skuli ya sekondari Makunduchi. Lakini saa 8 mchana hadi saa 10 utakuwa na uwekaji wa jiwe la msingi au uzinduzi. Samani ni uzinduzi. Hiyo hoteli itawekwa jiwe la msingi katika mbio za mwenge zinazokuja hivi karibuni kesho kutwa. Lakini siku ya tamasha hiyo hoteli hiyo itazinduliwa rasmi. Inaitwa Johari Hoteli, iko Kizimkazi Mkunguni. Na usiku wa siku hiyo utakuwa ni usiku wa Bongo Flava. Tarehe 26 itakuwa ni siku ya kilele ambayo ni siku ya 8. Ni siku ya kilele cha tamasha la Kizimkazi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa ni mgeni rasmi kama kawaida, lakini pia kwa siku hiyo kutakuwa na ma-DJ wawili kutoka Afrika Kusini watanogesha hiyo siku ya kilele cha tamasha. Na wale washindi wa sanaa mbalimbali au burudani mbalimbali za kila siku, wale washindi nao watakuwepo katika jukwaa la siku hiyo ya kilele. Katika tamasha hili kwa ujumla kutakuwa na vyakula vya asili kutoka Tanzania nzima, yani bara na visiwani. Lakini pia kutatolewa mafunzo ya wasanii watakaoshiriki katika sanaa ya kila siku. Kwa hivyo wasanii wote watapatiwa mafunzo rasmi. Na pia kamati yetu ya tamasha la Kizimkazi nao watapatiwa mafunzo miongoni mwa kunogesha tamasha letu hili la Kizimkazi. Hiyo ni ratiba rasmi ya sherehe zetu na tamasha la Kizimkazi mwaka 2025. Asanteni sana.